Sote kama binadamu tuna kiini chetu, pale tulipoanzia, pale kilipo kitovu chetu. Na katika maisha ya Waafrika tunaamini kwenye mila na desturi zetu ambazo zinatuleta pamoja na kutukumbusha sisi ni nani, kutukumbusha pale tulipotoka. Ukiwa ni mwaka 2022, jamii ya Bukusu katika kabila la Waluya wanatekeleza tohara kwa vijana wa kiume, na ndio maana siku ya leo tunakuletea mubashara sherehe za tohara za Wabukusu katika jamii ya Waluya. Safiri nami. Tohara katika jamii ya Bukusu ilianza katika miaka 1800 wakati ambao wavulana walitahiriwa kwa mawe kabla ya kuanza kutumia visu. Kulingana na historia ya Bukusu, mwanzilishi wa tohara kwenye jamii hii alikuwa Mango mtoto wa Wetungu, ambaye aliua nyoka iliyojulikana kama ya Bebe katika eneo la Muyala na ambalo kwa sasa ni shule ya St. Mary's High School Amukura. Kupitia kwa Mango, sherehe hizi sasa zinaendelea kutekelezwa katika jamii ya Bukusu, na leo tumepiga kambi kwenye mojawapo ya sherehe hizi za tohara. Tunafika katika sherehe hizi ikiwa ni jioni ya Jumapili. Wavulana ambao wanastahili kupashwa tohara wameenda kwa wajomba. Hili lina maana kwamba watapashwa tohara kesho asubuhi. Ni wavulana wawili ambao wazazi wao ni ndugu, na kulingana na mila na desturi wanakubalika kupashwa tohara kwa wakati mmoja. Furaha imeshamiri, akina mama wakiwa wameweka kando matatizo yao na kusakata densi kisawasawa. Wengine wameshika makopo ya pombe ya kitamaduni maarufu kama busaa, kuonyesha kwamba mimi ni mmoja wao na pia naheshimu tamaduni zao, na pewa kopo la busaa kupiga angalau mkupuo. Wakati huu sherehe inapozidi, wavulana ambao watapashwa tohara bado hawajatoka kwa mjomba, na hapo tunatumia fursa hiyo kufika katika eneo ambalo ng'ombe wa sherehe anachinjwa. Mtazamaji, tumesha mchinja ng'ombe wetu, inamaanisha kwamba sherehe inaendelea kupamba moto. Kumbuka kwamba tuko kwenye sherehe za kitamaduni za jamii ya Bukusu katika kabila ya Waluya. Baada ya hapo, tunapata nafasi ya kuzungumza na wazee wa jamii ambao wanatueleza kwa upana chanzo cha tohara katika jamii ya Bukusu. Wa kwanza kabisa, hapa awali hatukuwa tukitahiri. Wa kwanza kabisa aliua nyoka. Bila aliua nyoka ndio tohara ikaanzia pale. Wasaboti ndio walikuwa na tahiri. Hawakuwa na kata na kisu, walikuwa wanatumia mawe kutahirisha. Sasa vile iliendelea, sisi tukayashika hii utamaduni, ndio mambo ya visu sikaanza. Mmesimamia hapo mahali tuliweka na mwima zile viji vitatu. Hizo ndio zinaongoza hadi sasa. Mtu amekuwa mtu kamili kutoka kwa watoto, kwa utoto. Akitahiri namna ya anakuwa mtu mzima. Ikichinjwa hivyo, mtoto aka njiani anatoka kwa wajomba wao anakuja. Umesema kwamba tohara ilianza na Wasaboti kabla ya jamii ya Bukusu kuanza rasmi. Sasa tuzungumzie tohara hii katika vijana wa kiume kwenye jamii ya Bukusu. Kuna umri ambao labda lazima kijana afike ndo apashwe tohara, ama wanazingatia nini? Hapa awali tulikuwa naenda na umri. Wa kwanza kabisa kutahiri paka ajue kutengeneza store ya kuweka chakula. Lulama. Asipofanya hivyo hawezi akatahiri. Pili, akitahiri atakuwa ni mtu mzima. Mtu hawezi akacha akachokosa baba yake alafu yeye analia ati baba anapikwa ama nini. Yeye atakuwa pia tayari kupambana na ule adui. Hawezi akanyamazia.
Lakini siku hizi kuambatana na vile digital inaendelea, unaweza pata mtoto wa miaka 10 ana tairi. Na huyo mtoto wa miaka 10 yeye hawezi akashika tamaduni vile ilikuwa inaendelea. Akiingia kwa masomo utaona utamaduni muendea kombo kabisa. Na sahau zile ambazo zilikuwa natendeka. Sisi zamani tulikuwa na tairi na miaka 20-21. Kama uko tayari kuoa, mtu hawezi akaja akaingia kwa boma bila idhini ya wazazi mkenyamazia. Wewe uko tayari kupambana na adui. Sasa siku hizi kwa mambo ya digital, watoto hata miaka 10-12 unaona ana tairi. Na baada ya mvulana kutahiri, ni vitu vigani ambavyo sasa anaachana navyo kabisa, na ni vitu vigani ambavyo hakuwa anafanya ambavyo sasa anafaa kuanza kufanya? Ya kwanza kabisa, akitahiri na mwana hivyo hawezi akaingia kwa boma la ndukuye kama yeye mwenyewe hayupo. Hiyo ni kinyume ya sheria. Iwapo ati pengine ametembea lakini amechoka, kama ndugu yake yuko paka ambatana na rika yake, waende wakae huko, lakini hawezi akaingia ati kwa sababu kwa ndugu yake alale hapa, hapana. Yeye ni mtu mzima. Kulala katika nyumba ya baba na mama ni mwiko kwa mvulana aliyetahiriwa. Hivi ni kama anavyoeleza mzee Geoffrey Koliho. Jambo la kwanza la muhimu, kwa majina mimi naitwa Geoffrey Koliho. Kitu cha kwanza kulala kwa nyumba ya baba na mama penye wanalala, atakuwa amekana kabisa. Haya, number 2, kuokelea maji, labda alikuwa na mchezo wa kuokelea hivi. Kwa sisi Wabukusu sasa akishatahiri hawezi okelea maji mtoni. Hawezi kumeka utonga akifanya hivi vya koko utoto. Amekuwa sasa mtu mzima, anangojea kuwinda watu wakicha, maadui wakicha, anasaidia papa kupambana nao. Mzee Peter Masibu anatuelezea ni nini hasa ambacho humpeleka mvulana kwa mjomba siku moja kabla ya kupashwa tohara, pamoja na tofauti ya mvulana aliyepashwa tohara nyumbani na hospitalini. Kwa uchomba ameenda kuchukua ng'ombe, kurudisha ng'ombe yenye baba alioa huko, alilipa huko mahari. Sasa anaenda kutoa hiyo moja arudishe hapa kwa poma. Na ikitokea kwamba labda baba hakulipa mahari, hiyo itakuwa labda heshima, wakipenda tu ndio wamfanyie kitu chochote, lakini anaweza rudi bure bila ng'ombe. Na kuna uwezekano pia ikuwe kwamba labda baba amepeana ng'ombe wakati wa mahari, lakini wakati kijana anarudi labda hao wajomba hawana ng'ombe, itakuwaje? Hapo mtoto mwenyewe akikuwa atatahiri tu amalize, lakini atastaki hao na lazima watalipa. Kienda huko alafu ng'ombe kosekane, kuna nyasi ambayo wanamuweka kwa shingo. Wanatoa nyasi inaitwa luhafwa. Alafu wanamfunga kwa shingo, anakuja naye. Kuambatana na vile alienda kwa wajomba wake, ng'ombe zikakosekana. Hiyo atadai baadaye. Ni nini kitafanyika baada ya mvulana kutoka kwa mjomba kulingana na mila na desturi? Mzee Fred Nyongesa anatuelezea pamoja na kitakachofanyika kesho asubuhi, ikiwa ndio siku ya kuwapasha wavulana hawa tohara. Sasa bila wako karibu wanafika. Sasa wakifika watashangilia na vikeregere, aingie kwa nyumba, watakata nyama, wachome wakule, alafu ndio sasa wamvalishe tumbo. Hiyo kumvalisha tumbo ina maana gani? Kuambatana na sasa hiyo tumbo inasemekana bila alienda kwa wajomba wake, alipea heshima ya kuwa sasa anatoka huko, hata rudi huko tena ati anaenda kudai ng'ombe. Anakuja kuchukua hii ng'ombe ya boma, atalala nayo, kesho yake ataenda nayo mtoni. Watamweka matope, aje asimame wamkate wamalize. Watamtolea sasa hii tumbo kwa hapa kwa namwima hapa. Sasa baada ya kuwekwa ile tumbo, atatoka nayo kesho asubuhi,
ataelekea nayo mtoni aende awekwe matope. Kisha baada ya hapo ndio aje akatwe sasa. Akikatwa ndio watamtolea sasa na mwima nani hiyo tumbo hapo. Ndio watakuja kumtoa sasa hiyo tumbo ya ng'ombe. Hii ambayo utamweka jioni. Wazee wetu wakitilia mkazo chakula na vinywaji ambavyo hunywewa kwenye sherehe. Sasa ukali wa mahindi tu ndio inakulika. Lakini hapa awali tulikuwa natumia ukali wa wimbi. Sasa vile wimbi mafuno inakuwa duni, kuna mahali uwezo ukapata wimbi ndio akaweka ukali. Na ule mtu ambaye anakula naye si ati kila mtu atakula na ule kijana ambaye anaenda Kiondoni. Anachukuliwa ule mtu special alitairi wakiangalia akasimama vema. Bila walimkata hakulia. Hakusonga, alikauka kama mti. Ndio naona hiyo alama ya hiyo na mwima. Tumesimama hapo. Asiwezi kasonga. Na hata wakicheza namna gani wawezi wakakosa hiyo na mwima. Wawezi wakaguza zile vitu. Unapika pombe ya kienyeji, ya wimbi, ya mahindi, hiyo unakunya, ya mtama, ni waweka hapa ni kwa wakuja na mlija, waweke nini mtungi kubwa. Unakunywa paka asubuhi. Pamoja na hayo, Mzee Peter Masibo anatueleza mengi kuhusu nyimbo zinazoimbwa kwenye hizi sherehe za tohara. Hiyo manyimbo ya kienyeji wanaimba ya Kibukusu. Matere matere walumonyaliva. Hiyo ni kimila yetu ya Bukusu. Hizi nyimbo hukuwa na maana yote ama watu huimba tu kwa sababu kwa utongo wanaimba kimila yenyewe wakuja kutaraifia. Wanaimba mzinde we mzinde we mzinde kama tere mako chebunyoro chebunyoro nyoro kama unaingia karibu kwa poma na sangashi anakuja na wimbi anakupaka kwa nini kwa shapu. Inamaanisha nini? Hiyo nifanye basi sasa shauri yako sasa hii ya Kibukusu. Sasa ni shauri yako. Hiyo ni shauri yako. Papo uende kwa poma usimame basi waanza kukata wewe. Nyimbo za kupurudisha ni za jioni hapa leo, lakini kesho asubuhi akitoka kwa poma kuenda mtoni ana wimbo. Inaimbwa bachonga rayo hahoye rao bachonga paka mtoni, wimbo moja tu hiyo. Na ya kurudi sasa kutoka mtoni ndio haho hiyo tena hiyo tu straight paka kwa poma. Akishafika kwa karibu na poma na wananyamaza ni kumkata tu sasa. Vilevile wazee wanaeleza maana ya udongo na nyasi kwa kichwa cha mvulana ambaye anaenda kupashwa tohara. Hiyo nyasi na utongo anawekwa na mtu mwenye atachakuliwa hapa, kama ni mjomba ama ni wa ukoo mwenyewe, ndiye antalala na watoto hao usiku wa leo, alafu kesha aenda amupake utongo na kumweka nyasi kwa kichwa. Na maana ya nyasi kwa kichwa ni vile watu watakuwa wamejaa, wanaangalia hiyo nyasi, ukitingiza kichwa wanasema umepoteza point. Sasa unakaa ngumu kama kichiti paka watairi wa kumaliza. Ni sherehe ambazo hakuna mtu anayetaka kushindwa na mwenzake kupiga densi, na katika sherehe hii hakuna tofauti yoyote. Akina mama, watoto na wanaume wote wanacheza kwa madaha na mishawasho. Tunakutana na wazee ambao wanatufafanulia maana ya miti mitatu iliyopandwa kwenye boma na nyama ambayo imewekwa kwa mojawapo ya miti hii. Hapa wanapaita na mwima. Hivi vichiti vinamaanisha ni nyumba ya utamaduni, nyumba ya watu wa zamani wa ukoo. Sasa hii nyumba mlangoni wake huwa wanamwaka damu wakichinja ng'ombe ya utamaduni. Alafu wakisha mwaka hii damu ndio mtoto wanatayarisha mambo yake yote, itakuwa imekamilika. Wakuka wetu wanakaa katika kati ya hizi vichiti vitatu hizi. Hii ndio inaitwa tu nyumba, yani nyumba ya ukoo. Ni nyumba ya ukoo. Hii inaitwa na mwima kwa Kibukusu. Miti inakatwa miti tatu. Hii ni kwa utamaduni, hii ni lushola. Hii ni nyuguti na lusunu.
Sasa ile mabaya ambayo inakuja hii inarudisha, inaenda mbali. Sasa hii ndogo ndio ya kurudisha mabaya. Na hii kile kipaya ambayo inaonekana inairusha mbali tena. Na hii ndio kingi yenyewe. Sasa hii kazi yake ni gani? Hii ndio unyapara kwa hizo zote. Wavulana wanaingia kutoka kwa mjomba wakisindikizwa na kundi la vijana ambao wanaimba kwa mbwembwe. Pia nami najiunga nao kwenye sherehe, kila mtu akiimba huku ng'ombe aliyeletwa kutoka kwa mjomba akiwa mbele. Wanaondoka kwenda kulala saa 6. Ikiwa ni siku yetu ya pili kuandamana na vijana hawa ambao wanapashwa tohara leo asubuhi, tunaelekea mtoni, mahali spesheli ambapo wavulana hao wanaingia ndani ya maji, baadaye wanapelekwa kupakwa matope kama inavyotaka mila na desturi. Hawapakwi na mtu yeyote, wanapakwa na mmoja wa familia ambaye ameteuliwa na familia. Hapo hapo kuna maneno ambayo wanaambiwa wavulana hawa kabla ya kuwekwa nyasi maalum kichwani ambayo wanaiita network. Na wale wasichana ambao wameandamana nao kuwabebea mizigo yao pia wanapakwa tope. Udongo huu ni baridi sana na vijana hawa hawasiti kutuonyesha kwa mitetemeko yao. Baada ya hapo, safari ya kuelekea nyumbani ili vijana wapashwe tohara inaanza rasmi. Mojawapo ya mambo ya kuzingatiwa ikiwa wanaporudi nyumbani hawawezi kutumia njia waliokuja nayo kuepuka masuala kama ushirikina. Katika msafara huu wa kwenda nyumbani kuna kundi la kwanza la vijana barobaro ambalo linatangulia mbele na nyimbo tofauti mara kwa mara wanasikika wakijiita machambasi, maana yake majambazi, ambao kazi yao kubwa ni kusafisha njia kwa kundi linalokuja na kijana ama vijana watakaopata tohara. Kundi la pili likiwa na vijana ambao ndio wanaoenda kupashwa tohara. Vijana wanatembea kwa mwendo mrefu na tunapofika kwenye lami wanaomba ruhusa ya haja ndogo ambayo wanapewa kusimama vile walivyo bila kujiguza popote na kutimiza haja zao, na baadaye safari inazidi kusonga mbele. Kule nyumbani ngariba ambao ndio wanaopasha tohara wamesimama na kuweka mipango yao sawa. Wazee wanaendelea na shughuli zingine katika matayarisho na baba amebadilisha na kuvaa kishujaa. Wakati watoto wanapofika, kila kitu kinafanyika haraka na chini ya sekunde 10 ngariba wanamaliza shughuli zao. Baada ya hapo vigelegele vinashamiri huku watu wakileta zawadi haswa pesa, na hapa kuna tukio ambalo linatokea na inabidi tutafute maelezo ambayo tunayapata kutoka kwa mzee wa Mbuyusi. Mwenye alikuwa ameketi chini pale ameshachielewa. Wajua si walikuwa watoto wawili na mandugu wameleta kulingana na ushirikiano wao wameamua kutayarisha hao watoto kwa poma ya huyo ndugu mkubwa. So tulikuwa na watoto wawili. Huyu ya kwanza aliamua kukaa chini kwa sababu alikuwa amechielewa tayari. Kutoka kwa familia yake anajua hata akisimama mpaka saa 10 ya jioni huko hataweza kupata hiyo ng'ombe. Lakini huyu mwingine kwa vile alikuwa anachunga ng'ombe, vile mmeona ng'ombe wamekuwa pale wengi, anajua baba yangu alikuwa amejiweza na ako na ng'ombe. Kwa hivyo kati ya hilo kikundi cha ng'ombe anajua akisimama hivi mpaka afanye nini, apewe ng'ombe, kwa sababu kile kitendo amefanya pale, amekuwa kama shujaa. Amesimama bila wasiwasi, hata nyinyi mmeshuhudia, amekaa pale, ametayarishwa bila kukuwa na uoga wowote. Sasa yule ng'ombe ambaye amepewa ni ng'ombe wake ama baadaye anaweza kuchukuliwa? Hiyo ng'ombe ni yake kabisa. Mwenyewe sasa uamuzi ni wake, atakayefanyia ni nini.
inaweza rudi kwa hilo kikundi cha ng'ombe na iendelee kukaa pale. Wakati anaweza kujipatia chiko, anaweza fanya nini? Anaweza peleka kama mahari. Ama kwa saa hii tunatilia maanani ya masomo. Ikiwa mzazi ameweza lemewa kwa njia moja ama ingine, anaweza shirikiana. Sasa ni ombi kwa huyu kijana, huyu mzee anaweza omba yeye, wacha tukupelekee kwa shule kwa sababu nimelemewa moja au mbili. Sasa uamuzi ni yake, sio kulazimishwa. Hiyo ng'ombe ni yake kabisa. Saa 3 asubuhi, vijana wote wawili wakiwa sasa wamepashwa tohara. Hili katika mila na desturi za jamii ya Bukusu kutoka magharibi ya Kenya linawapitisha moja kwa moja kutoka utotoni hadi katika utu uzima. Ndio mwisho wa simulizi yetu ya tohara ya jamii ya Bukusu. Msimulizi wako nimekuwa Timu Munoko.